Ya Baba Isaya, kilichoweza kumfanya leo apoteze mechi ambayo ukitazama kwa wale waliokuwa nafuatilia watakubaliana na mimi kwamba kulikuwa hakuna uhakika wa kwamba kadiri muda unavyokwenda Yanga anaweza akapata matokeo. Kulikuwa hakuna uhakika wa moja kwa moja kwamba Dar es Salaam Young Africans anaweza akapata matokeo. Ingawa kwamba Young Africans ilikuwa na strong opponent ambaye ni mkubwa, Young Africans wao ni strong opponent ambao ni mkubwa kuliko Fountain Gate. Lakini determination ya mechi ilivyokuwa ilikuwa ni ngumu sana kuona kama kuna progression ya kwamba Fountain Gate anaweza kapoteza, kwa sababu alikuwa very compact. Sasa ni kitu gani kimeweza kuwafanya wakapoteza mechi? Kwanza naomba nimpongeze coach wa Dar es Salaam Young Africans kwenye mechi ya leo, ambapo alikuja kubadilisha muundo wa uchezaji wa timu baada ya kuona kwamba kuna wakati mgumu sana wa yeye kupata magoli, kwa sababu nilikuwa najaribu kufuatilia sikuona clear chances za wazi walizokuwa nazitengeneza, ukiacha nafasi za wazi za mapema Maxim pia Nzengeri, namna ambavyo Zimbo alipambana kupiga cross mapema, kuna nafasi kadhaa ambazo zilipatikana za wazi, lakini ukitoa hapo hakukuwa na nafasi zingine za wazi zaidi ambazo Yanga walikuwa wanazitengeneza kwenye first half. Kwa hiyo jambo ambalo mwalimu wa Dar es Salaam Young Africans alichokuja ukifanya kitaalamu, alifanya tactical changes, mabadiliko ya kiufundi. Sasa mabadiliko ya kiufundi yalikwenda kuitoa Yanga kwenye namna ilivyokuwa inacheza kwenye mfumo ambao walikuwa wanacheza wa takriban 4-2-3-1 ambao ni mfumo mama ambao siku za hivi karibuni wanautumia, mfumo wa kuwa na madefenders wanne, viungo wawili, lakini pia viungo watatu wa kuchezesha na mshambuliaji mmoja. Leo mwalimu baada kutoka half time alibadilika akaja kwenye mpango kazi upi? Alibadilika akaja kwenye mpango kazi wa kutumia wachezaji watatu eneo la nyuma, halafu wachezaji watano katikati na wachezaji wawili mbele. Tutakwenda kuyatazama haya magoli, tactical changes ambazo zimeweza kutokea siku ya leo. Ukiangalia sasa nini ambacho kilikuja ikasababisha Fountain Gate kufungwa kwenye mfumo huu ambao ulikuja kubadilika, Dar es Salaam Young Africans walinufaika zaidi kwamba Zimbwe aliyekuwa anacheza pembeni, wale mafullbacks walikuwa na overlap kuingia ndani. Wao ndio wanakwenda kuanzisha mashambulizi, wakati wanakwenda kuongeza idadi ya wachezaji kuanzia eneo la katikati kwenda mbele. Unakwenda kuangalia goli la kwanza, mpira ameupata Baka. Baada ya kupata Baka aliweza kupiga kwa Zimbwe. Yaani ni kama Zimbwe ndiye alikuwa anakwenda kuanzisha mashambulizi. Sasa wakati anakwenda kuanzisha mashambulizi, ule mpira amepigiwa Zimbwe kwa sababu tayari Fountain Gate walishaonekana kwamba wako compact. Mwalimu kashafanya tactical change. Kwanza idadi ya wachezaji alishawaongeza kwenye eneo la katikati, si tu kwa maana kwamba wako wawili watatu, wako watano, lakini aliwaambia kwa maana kwamba kwa timu inavyocheza Fountain Gate tupige mipira mirefu ili kusudi tukaigombanie katikati, na anajua Yanga ina faida ya wachezaji ambao wanaweza akanufaika na mipira mirefu. Yuko Mdathir amekuwa ananufaika, juzi alifunga goli la mpira uliokuwa umepigwa mrefu. Wako wachezaji wazuri sana ambao wanaweza akanufaika na mipira hiyo mirefu. Kwa hiyo baada ya Zimbwe kupewa ule mpira aliurudisha ndani kama square pass kwenda kwa Bakari Mwamnyeto. Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye alikuwa anakaribia kwenye cycle ya katikati, akasogea na mpira mpaka akavuka kidogo, yani kama anajaribu kuvuka. Wala hakutaka tena kupiga penetration pass kwenye eneo hilo, akaunyanyua mpira moja kwa moja. Sasa angalia mazingira ambavyo alivyo, anaunyanyua ule mpira unakwenda kumparaza ama anakwenda kuparaza Mdathir ya basi, alafu unakwenda kukutana na Pacome Zouzoua. Maana yake ule mpira umekuja juu. Unapokuja juu maana yake madefenders, nazungumzia viungo na madefenders wa Fountain Gate, wanakuwa hawapo kwenye natural position, na wengine mpira unakuwa umewavuka kwa sababu wao kitaalamu muda huo wanakuwa hapo kwenye eneo lao sahihi. Baada ya hapo mpira unamkuta Pacome, tayari wachezaji kwenye eneo la defense wako disorganized. Anapambana mwenyewe kwenye penalty box, anakwenda kufanya finish na wachezaji wapo, kwa sababu ule mpira umetokea juu. Likapatikana goli la kwanza ambalo mwalimu alibadilisha mfumo. Twende kwenye goli la pili, the same. Mpira unapatikana, unamwangalia kwa sababu madefenders wote wa katikati ilikuwa ni kwamba upige mpira mbele ili tukaangalie, kwa maana kwamba wachezaji mpira unapokuja juu, unapokwenda kuwania hauwezi ukawa na ufanisi zaidi. Ndio maana umemwona Ibrahim Baka Hamad anaunyanyua mpira, umenyanyuliwa mpira ambao ulipofika kule juu, kwa sababu wachezaji unawaona kabisa wako disorganized, inakuja inapigwa pasi, inamkuta Depu anakwenda kufanya finish.
Baada ya hapo sasa Dar es Salaam Young Africans washapata magoli mawili, maana yake wana uhakika wa kwenda moja kwa moja kileleni. Unaona ni mpango kazi ambao ulibadilika wa kitaalamu. Baada ya kipindi cha kwanza kuonekana Yanga wamezidiwa, kipindi cha pili wakabadilisha mfumo, mawings kwa maana fullbacks zikaingia ndani, lakini wakaanza kucheza long pass. Hii ndio sababu sasa ya Fountain Gate kuweza kufungwa. Ndio sababu kubwa ya kitaalamu ambayo wao imewapelekea kupoteza mechi. Otherwise mechi hii ilikuwa inakwenda moja kwa moja kwa sare, na Dar es Salaam Young Africans tunavyozungumza muda huu maana yake ingekuwa ni story nyingine. Lakini nikirudi kwa swali lako la pili, labda nizungumzie sasa nafasi gani Fountain Gate wanayo ama kwenye ligi kuu baada ya matokeo haya kuyapata. Ukijaribu kuwatazama mazingira walionayo kwenye ligi, hawako kwenye nafasi mbaya sana. Maana yake nini? Wanachotakiwa kupambana wao ni kuhakikisha tu kwamba nafasi ya kucheza playoff hii ndio hawatakiwi kuiruhusu, kwa sababu tayari zinazoshuka daraja imeshashuka moja KMC na timu nyingine ya Mbeya. Kuna uwezekano yani kuna uwezekano baada ya KMC kwamba jiji la Dar es Salaam litatoa timu iliyoshuka daraja, na jiji lingine ambalo linaonekana, yani ukifanya ile analysis ya kiufundi unaliona kabisa kwamba jiji la Mbeya linaweza likatoa timu nyingine inayoshuka daraja, kwa sababu tayari umeshaiona Tanzania Prisons pamoja na Mbeya City, wao ndio wana fight for kuhakikisha kwamba wanasalia huko. Sasa kwa Fountain Gate timu anayo na alishaibadilisha. Baada ya kumtoa Ismail Kada pembeni, timu inacheza vizuri. Ukiitazama inacheza pasi za kutosha, timu ina wachezaji namna ukiwatazama Fountain Gate wanavyocheza, wana pace, wanaweza wakashambulia kwa counter, lakini pia wanaweza wakakushambulia si tu kwa counter, kwa kucheza pasi moja kwenda kwenye pasi nyingine mpaka wakafika mbele kwa maana build up. Kwa hiyo mimi nikiwatazama washughulikie jambo moja tu la kuto kucheza playoff, otherwise wana timu nzuri na wanaweza shuka daraja. Bwana sawa sawa.